Je, unafahamu kuwa mtu aliyekuwa anajua siri zote za usalama wa rais wa DRC Felix Tshisekedi ndiye anayetuhumiwa kuongoza njama za kumuua? Huyu ni Jenerali Christian Siwewe Songesha, kutoka mlinzi wa karibu hadi hivi sasa kuwa mshukiwa wa uhaini. Uhusiano wao ulianza kwa uaminifu mkubwa mwaka 2020 ambapo Rais Felix alimteua Jenerali Chiwewe kuwa kamanda wa kikosi cha ulinzi wa rais. Alikuwa kivuli cha rais, mlinzi wa familia yake na ngao dhidi ya maadui wa kisiasa mjini Kinshasa. Aliaminiwa kiasi cha kwamba alipandishwa cheo na kuwa mkuu wa majeshi yote ya DRC mnamo mwaka 2022. Tangu wakati huo akabaki kuwa mshauri wa kijeshi wa mkuu wa nchi, akichukua nafasi ya kimkakati katika vyombo vya usalama. Ukaribu wake na rais, jukumu lake katika operesheni za kimkakati na kupanda kwake hadi kiti cha juu kupitia safu ya kijeshi ukamfanya kuwa mtu mkuu katika mfumo wa usalama. Aliongoza kikosi maalum cha Elite kiitwacho Republican Guard ambacho kina jukumu la kumlinda rais wa jamhuri na maeneo yote ya kimkakati, akiaminiwa sana wakati wa kipindi cha mpito wa mvutano wa kisiasa kati ya Joseph Kabila na Rais Felix Tshisekedi. Kikosi cha Republican Guard ndicho kikosi cha wasomi na chenye nguvu zaidi ndani ya jeshi la DRC. Jukumu lao kuu, tofauti na wanajeshi wa kawaida, ina jukumu moja tu lisilo na mjadala: kumlinda rais wa jamhuri, familia yake na kulinda maeneo yote ya kimkakati ya nchi kama vile ikulu, viwanja vya ndege vya kimkakati na maghala makuu ya silaha. Lakini pia kikosi hiki kina wanajeshi takriban 10,000 hadi 15,000 waliopata mafunzo maalum ya kikomando na kupambana na ugaidi. Baadhi inasemekana walifundishwa na wakufunzi kutoka mataifa ya nje kama Angola na Israel, na inasemekana wana silaha bora zaidi, vifaru na bajeti kubwa kuliko vitengo vingine vya jeshi la DRC. Nikukumbusha kwamba Jenerali Christian Siwewe ndio alikuwa anasimamia kikosi hiki. Upepo wa jenerali huyu ulianza kubadilika kufikia mwishoni mwa mwaka 2024 kufuatia mfululizo wa jeshi la serikali kushindwa vita dhidi ya waasi wa M23 mashariki mwa nchi. Tshisekedi alimwondoa Siwewe kwenye nafasi yake ya mkuu wa majeshi, ingawa alibaki ikulu kama mshauri mkuu wa kijeshi. Mnamo Julai mwaka 2025, bomu likaachiliwa na kulipuka ghafla. Idara ya usalama wa taifa ikamkamata Jenerali Chiwewe na maofisa wengine wa karibu. Chama tawala cha UDPS kiliweka wazi kuwa mshauri huyo wa karibu alikuwa akisuka njama za siri za kuipindua serikali na kumuua Rais Tshisekedi. Kutoka ikulu ya Kinshasa, jenerali akatupwa kwenye seli za gereza la kijeshi la Ndolo. Ripoti zinasema miongoni mwa waliotiwa mbaroni ni Meja Jenerali Maurice Nyembo, Luteni Kanali Adelt Mwiza na walinzi kadhaa wa kibinafsi wa Siwewe. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, Augustin Kabuya, katibu mkuu wa chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress UDPS, aliwaambia wanachama mnamo Julai 15 mwaka 2025 kwamba Jenerali Siwewe anashukiwa kuratibu mpango wa kumuua mkuu wa nchi na hivyo lazima awajibishwe. Katika kipindi chake akiwa mkuu wa majeshi, Jenerali Siwewe alikuwa amelaani hadharani vitendo vya usaliti ndani ya jeshi, hasa huku kukiwa na mapigano yanaendelea kati ya mashariki mwa DRC ambapo waasi wa M23 na AFC waliripotiwa kuungwa mkono na Rwanda wakiteka maeneo makubwa ya nchi. Bado hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na rais kuhusu kiini cha kesi hiyo. Rais Felix Tshisekedi, ambaye alikuwa amemfanya Jenerali Siwewe kuwa mmoja wa wasiri wake wa kutumainiwa kwa kumkabidhi usimamizi wa wafanyakazi wakuu wa jeshi, bado hajatoa maoni yake hadharani kuhusu tuhuma za kupanga njama dhidi yake. Kesi hii ikaibua mjadala mkubwa wa kisheria nchini DRC. Katika kikao cha kwanza kabisa cha ufunguzi wa kesi hiyo kilichofanyika Alhamisi ya Juni 4 mwaka 2026, mahakama kuu ya kijeshi chini ya rais wa mahakama hiyo iliamua kuahirisha kesi hiyo hadi tarehe 25 Juni. Hatua zilizofikiwa katika kikao hicho cha kwanza zikawa utambulisho wa watuhumiwa, lakini pia kusomewa mashtaka. Watuhumiwa walisomewa rasmi orodha ndefu ya mashtaka mazito yanayowakabili, ikiwemo uhaini, njama za mapinduzi, kueneza uvumi wa uongo, kuunga mkono ugaidi, kutoroka nchi na kumiliki silaha kinyume cha sheria. Kwa ufupi, kesi hii bado ni mbichi na mtihani mkuu wa kwanza wa kisheria, na ushahidi utaanza rasmi kusikilizwa mwishoni mwa mwezi huu wa Juni. Mimi ni Regina Baltazari.